Ongea haraka haraka, sina muda wa kupoteza. Unaonaje tasnia kubashiri Tanzania? Kwanza hii beti gani? Bio na beti madam. Vibeti vya uchoro msifanye. Bwana mtu mzima Ivan, vipi mbona kinyonge ba? Acha tu mwanangu. Bwana kaa chini bwana tupike mambo hapo. Bwana kwanza tembo kaanguka. Tembo kaanguka, Arsenal ilikuwa swala la muda tu. Unasemaje? Kama kawaida mzee wangu, unajua Pep tena. Pep tulitabiri mechi 10 za mwisho Pep hana masiara. Ana masiara na kinachombeba yule kipara ni consistency. Sasa unamaanisha kwamba Arsenal consistency yana wameikosa kwenye mechi hizi za karibuni. Wewe mwenyewe umeona amelose kwa Bournemouth. Ameangusha point kwa City Etihad. Umeona katika mechi 5 amepoteza mechi 2, ambapo mechi ambayo alitakiwa akaze ya kushinda amepoteza dhidi ya Bournemouth. Sahihi kabisa. Consistency unakosa. Kwenye muda wa kutafuna nyama wewe ndio unang'oa meno mzee wangu. Kwenye muda wa kutafuna nyama wewe ndio unang'oa meno. Arsenal amekosa consistency, Arsenal amekosa ile bloodhound, amekosa ile utayari wa kuamua muda sahihi. Unajua ni kama marathon. Hii ligi ni kama marathon. Watu wa marathon wakina Kipchoge wa Kenya wale wanakuambia kwamba nishasikiza documentary yake fana anasema kwamba marathon utakiwa kuanza kwa kasi, lakini pia unatakiwa ujue muda gani wa kuchochea. Asa Arsenal marathon yake kwenye mbio za Premier League yeye alianza kwa kuchochea kweli. Alinyoosha miguu, lakini sasa imefika sehemu ambayo Arsenal sasa anatakiwa sasa atrot. Yeye alichochea. Sehemu ya kuchochea yeye akatrot. Yeye ndio ikawa changamoto kwa Arsenal. Mimi unajua nilikuwa Arsenal, kuna vitu fulani nilikuwa nawauliza mashabiki wa Arsenal. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Amani. Nikawa namuuliza, una uhakika unaweza kuchukua kombe kwa mipira ya kona? Una uhakika unaweza kuchukua kombe au una top scorer? Una uhakika unaweza kuchukua kombe kwa kutegemea mipira ya kurusha? Nilimuuliza maswali haya. Hapo naomba ni highlight, una uhakika unaweza kuchukua kombe bila top scorer? Vipindi vya nyuma vya Soka Spotlight tuwe kudiscuss hapa, na mimi nikasema ukifuatilia timu nyingi za huko nyuma lazima walikuwa na prolific striker ama prolific goal getter. Umeona Man City yenyewe sasa hivi anamletea noma Arsenal, lakini ana mtu kama Erling Braut Haaland. Umeona wakina Chelsea kina Drogba zile. Umeona Robin van Persie kwa Manchester United msimu wa mwisho. Umeona timu zote kubwa kidogo kwa Barcelona kina Luis Suarez, Atletico Madrid pia Lucho kakiwasha sana hakikisha kwamba Atletico Madrid wana La Liga katika karne ya 21. Kwa hiyo maana hiyo kama timu ambao unataka ubingwa unatakiwa una prolific striker. Lakini pia muulize swali zuri kwamba utachukua ubingwa kwa magoli ya kona pekee. Of course. Arsenal wanaonekana wamekosa creativity. Maniko. Angalia ile mechi na Man City ambao tunasema ndo mechi ambayo December pale ndo tawi decisive match, si ndio? Arsenal kutengeneza nafasi za wazi Arsenal nafasi za wazi ambazo yeye alikuwa anazipata ni mipira ya kona, mipira ya faulo au mipira ya kurusha. Zile hatukuona wale walicheza namba 10 wawili, Odegaard pamoja na Eberechi Eze. Lakini wale watu wake wawili, wale viungo wake washambuliaji wawili walikuwa hawana mipira hatari. Kwa hilo tu tunajumlisha kwa kusema kwamba Martin Odegaard kutoka Norway hawezi hata kufunga kamba za viatu za Bruno Fernandes. Sio Bruno Fernandes tu. Yani kwa msimu huu hata kufunga kamba za yule mtoto Sheki afungi. Ryan Cherki mbaya sana. Bwana ukurasa wa Arsenal umefungwa hapa. Na kama wewe ni mdau wa kubashiri, nilikukumbusha zifuate odi 250 za Manchester City kuchukua ubingwa. Kabla Man City hajamfunga Burnley kulikuwa kuna odi 2.50. Kabla pia Man City hajacheza na Arsenal kulikuwa kuna odi 250 za Man City kuchukua ubingwa. Tulisema hapa, lakini leo hii sina hakika sana. Najua odds zitakuwa zishapungua kwa sababu Man City tayari kashaongoza ubingwa, lakini bado hujachelewa. Kuna soko la outright bado lipo, unaweza kubeti top scorer, unaweza kubeti nani atachukua ubingwa. Kama na sasa wewe ni shabiki wa Arsenal kulialia kama alivyosema ndugu yake Amani, umeona ama Ebeneza, unaweza ukampa Arsenal sasa hivi ashinda, lazima atakuwa na odds. Kwani wewe Ivan umewakatia tamaa?
mimi Arsenal ishakata tamaa kabisa. Toka mwanzo yani Arsenal anaongoza tofauti ya pointi 9, nilikaa hapa nikasema bingwa atakuwa Man City. Mimi binafsi Arsenal siwatoi, ila nahisi Manchester City anaweza kaenda kuchukua tena japo na uacha mpira uamue ndugu yangu. Mwisho ya City na Man City, Declan Rice alisema it's not over. It's not over. Lakini hiyo ni kujishawishi na kujimwamba fight tu, lakini sidhani kama it's not really over. It's wazungu wanakuambia it's a wrap. Watu kama umeenda kununua chips yai Kidali kwa Mpemba, unajua kabisa pale chips yai ishawekwa mayonnaise, ukwaju, tomato, ashafunga kwenye foil. It's a wrap bwana, ubingwa Arsenal mmekosa. Ni muda tena wa kujaza machozi kwenye chupa na kunywa machozi yenu. Swali limeisha. Sasa shida ya Real Madrid hasa ni nini? Shida ya Real Madrid ndugu yangu, kila kitu. Kwanza kabisa ni migongano ni mingi unajua. Unajua wanakuambia vikombe vigongani kwenye kabati, lakini sasa Madrid wanagongana sana, vinaanguka. Juzi nisikia baada ya kutolewa UEFA aliingia rais wao Florentino Perez. Mwaga sana cheche. Akamwaga sana, alimwambia mtoto wa Uturuki Adagula, bwana wewe unaweza ukatoka kwanza nje kidogo. Alafu akawaletea noma sana wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Piga sana makofi. Viganja vilitembea vingi. Unatolewaje na Bayern? Nini Real Madrid Galacticos kwa unaambia bwana Florentino Perez alitembeza viganja vibaya. Na tesi ni kwamba Arbeloa huyu ameshacheza pale Real Madrid, ameshacheza timu ya taifa ya Spain. Tesi ni kwamba huyu Arbeloa anaweza asiendelee kuwa mwalimu au meneja wa Real Madrid kwa msimu ujao. Na hicho kitu mimi nadhani moja kwa moja Ivan kimewapa effect kubwa sana Madrid, kwa sababu kwa msimu huu peke yake wameongozwa na makocha wawili, kitu ambacho kimewaletea zigzaga wachezaji kwamba kipi ni kipi, tunashika kipi. Unajua kwenye mambo ya technical na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani Real Madrid bado ina timu bora sana. Msimu huu wanaweza kasahau, kuna vitu wanaweza kusema na sawa, kwa sababu bingwa wa nini wamekosa wa ligi, ndo wanagombania na Barcelona, kitu ambacho Barcelona ambaye hata sehemu ambayo akicheza vibaya bado anapata matokeo. Yaani ujue ukiwa na champion mentality unatakiwa kwamba even on your bad days you still win. Kama jana Man City na Burnley ilikuwa mechi ngumu sana pale Turf Moor, uwanja wa nyumbani wa Burnley. Ndio. Na kabla ya mechi yenyewe mchezaji wa zamani wa Man City ambaye sasa anacheza Burnley bwana Kyle Walker alisema kwamba hatutatandika red carpet, there will not be a red carpet there. Tawasha moto tawashwa kwa kweli, na walionyesha Burnley japo in terms of quality players wamezidiwa, in terms of importance of a particular game. Burnley wanapambania kutoshuka daraja, lakini Man City anapambania kuchukua ubingwa. Kwa unaona kabisa the stakes kwa Man City the higher. Lakini Madrid wana kila mtu, wana Mbappe, wana Vini, wana Shomeni, wana kila mchezaji ambao kila timu inamtaka. Lakini wanafeli wapi? Hawana team. That's the difference. Nachokiona kwamba unajua mkiwa team mnatakiwa mpambaniane, complement each other. Sasa unaona akiwepo Vini, Mbappe kwenye the same starting lineup, unakuta kwamba hawa complement zaidi kulaumiana, bwana mbona hujapitisha hapa. Individual brilliance ni nyingi, mtu kama Dagula ni anapiga popo, unaweza kumsifia, lakini that's not how a proper football team should be run. Okay, sasa sikiliza Ivan, nafanya kitu kimoja sawa. Mimi ndo Fabrizio Romano. Here we go. Real Madrid wamemtangaza Ivan Nyema kuwa kocha wao mkuu. Utafanya nini ndugu yangu? Cha kwanza kabisa kuna wachezaji wengi kama Mastertuano, mchezaji toa wote wale. Vini Junior anatakiwa Saudi Arabia, tupa kabisa. Mchezaji pekee ambaye katika safisha yangu fagio langu haitampitia ni Kylian Mbappe dictator. Yule ndo mchezaji pekee labda na Tibao tuko. Kuna mtu yote utaleta au? Of course. Kwanza nitaleta kocha ambaye sasa hivi kunakuwa na habari kwamba Jose Mourinho anaweza karudi, anaweza kufanya a romantic return to Santiago Bernabeu. Sasa kupitia hilo Madrid wanahitaji kocha kama Jose Mourinho, kwa sababu kwanza ni kocha ambaye ana msimamo. Vipi Jurgen Klopp? Hapana, kwa Klopp anahitaji time. Kama umeona tubaki na Mourinho. Umeona mafanikio ya Klopp kwa Liverpool ilihitaji miaka kadhaa kuwapika Mohamed Salah, Sadio Mane, Bobby Firmino. Madrid hawana muda wa kupoteza. Hamna muda wa kupoteza. Anahitaji time, anahitaji kocha ambaye
first thing first ataleta matokeo. Kwa hiyo kwanza kocha nitakamleta ni Jose Mourinho ambaye he doesn't need no introduction. Atafanya mengi makubwa kwa timu mbalimbali barani Ulaya. Okay, kwenye center back pale wewe ndo Jose Mourinho, unabaki na Rudiger, unabaki na Hojlund, safisha wote wale mabeki kwa sababu kwanza mchukua nani sokoni? Sokoni au unaenda kuaibia Arsenal magari. Kuna Gabriel Saliba Rose West, central back. Huyu ni beki ambaye kwa mimi naamini pale atafata. Unachukua unaleta. Lakini pia anaweza kuchukua partnership yote ya Arsenal. Kwa sababu wale wachezaji kumbuka ni professional players. Pamoja kwamba they are playing for money, lakini pia they are playing for glory pia. Wanacheza kwa ajili ya heshima pia. Kwa hiyo ukiambia bwana huku nakupa mzigo lakini pia nakupa na mafanikio na legacy. Kwa mimi naweza kuchukua partnership ya Gabriel Matheus na bwana Gabriel Saliba. Okay, pale kwenye kiungo tuna Aurelien Tchouameni, tuna Camavinga, tuna Valverde, tuna nani mwingine? Au watu hao. Kwanza midfielder Madrid. Mimi najua na mtu naye kichwani kama Ivan Nyema utamleta. Nitapokea backlash kubwa, lakini mimi Federico Valverde ukiachana na kupiga mashuti ya mbali hajawahi kuwa kiungo naye mhusudu. Bwana geukia kamera. Federico Valverde pamoja na kwamba ni mtu anayepiga mashuti ya mbali, lakini hajawahi kuwa kiungo ambaye namhusudu kwa sababu moja, he's not creative enough. Umeona? Lakini jambo ambalo linambeba Federico Valverde sio tu kwa sababu ni kiungo, lakini anaweza kucheza namba nyingi uwanjani. Anaweza kama right wing. Na watu pia wanapenda ile warrior mentality. Lakini sasa warrior mentality doesn't give you anything. Haitoshi. Mimi nahitaji mtu ambaye anaweza ka creator, anaweza kacheza kweli football. Na ndio maana hicho kitu ulichokiongea kina make sense. Na ndio maana ukiangalia Madrid wanao wachezaji, wana Jude, wana Federico Valverde, wana Adagula, maybe Adagula tunaweza tukamtoa. Wana ile warrior mentality kwamba tunakufa kwa ajili ya jezi. Tutapambana mpaka jasho la mwisho. Lakini wanakutana na watu kama Barcelona ambao wapo kama mlenda Pedri, Gavi, De Jong. Wanawafunika all the way 90 minutes. Kinachofunika sasa ndo tunakuja kwamba warrior mentality sometimes haitoshi. Kwa mfano kwenye timu za taifa kuna matimu ambayo yanapenda wachezaji wanapenda sana timu zao za taifa. Lakini when ukishazidiwa class tunayo timu husika huwezi kutoboa. Kwa maana hiyo mimi nitamtoa Federico Valverde pale kwa sababu sio creative. Tchouameni vipi? Tchouameni nitamwacha kwa sababu as an anchorman kama yule ni wachache sana Ulaya kwa sasa. Kwa hiyo Aurelien Tchouameni atabaki pale kwenye midfield yangu, lakini sasa nitaingia kuna kitu kimoja hapo Ivan Nyema. Wewe sasa ndo Fabrizio kakutangaza. Wewe sasa kuna vitu vingi watu hawavioni kwa Aurelien Tchouameni. Ambapo Madrid walitoa paundi milioni 100 kwa ule mdogo janja kuja pale Santiago Bernabeu. Hebu waambie kitu gani muhimu ambacho Aurelien Tchouameni anacho. Kwanza watu wanataka kujua kwamba wale ancient anchorman, wale namba 6 wa kizamani wanaostick pale, achana na box, achana nao wanasema hybrid midfielders. Tunaongelea namba 6 wale ma anchorman wa kizamani. Wamepotea sana katika mpira wa anayelinda back 4 ile kisawasawa. Achana na ile una midfielder fani ambaye anapanda juu kama playing deep lying. Achana na wale tunasemea wale ma anchorman wa kizamani kabisa, namba 6 zamani ambaye kazi yake kwa bongo hapo unaweza kumsema mtu kama Athman Idi Chuji. Umeona watu fulani ambao kweli ni mziki na wanalinda ile back 4 wamebaki wachache sana duniani. Na pasi anapiga na Aurelien kwenye long pass iko vizuri, short pass iko vizuri. Mimi study much from him kwa sababu nitahitaji kama nilivyosema namtoa Valverde kwa sababu nitaleta mtu ambaye ni very creative pale midfield. Na kwa mfano akirudi mtu kama Jose, kitu kizuri ninachokiona kwa Jose na Aurelien Tchouameni watasui sana kwa sababu Jose mara nyingi amekuwa akipenda midfielder wake wanaostick sana. Usionekane muda mwingi na mpira lakini ni kupate napokuita. Yani pale tunaposhambuliwa uwepo, pale tunaposhambulia kuwa kama mtu wa mwisho kwenye kulinda shambulizi na kuwa mtu wa mwisho kwenye kulinda mabeki. Of course. Kitu hicho anakifanya sana Aurelien Tchouameni. Na now mzee Aurelien Tchouameni ni bonge moja la kitatu. Midfielder ambaye anakosekana sema watu wengi hawafahamu. Watu wengi ambao wanachukulia poa lakini yule ni kiungo mkali sana. Of course. Tuanzetu pale mbele pale tuna Kylian Mbappe Lotini, tuna Vinicius Junior, tuna Mastan Tuono, tuna Adagulea, tuna Gonzalo. Yani hata usimalize pale mbele anabaki Mbappe tu. Yani pale mbele ni Mbappe tu na Mbappe nyuma yake sasa nitamchukua mtoto Rodrigo. Nitamchukua mtoto Rodrigo naye ni kumuuza hata Elche huko.
He doesn't deserve to play for Real Madrid. Kwa pale mbele Kylian Mbappe, chini yake atakaa mtoto kutoka Chelsea, Cole Palmer. Kwa sababu kumpata Ryan Cherki itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu Man City kwanza wana nguvu za fedha, wana nguvu ya kifedha, afu ndo kafika tu, lakini unataka ile impact ya chap chap, naweza nikamchukua Cole Palmer pale. Cole Palmer ako kwenye midfield, pamoja kwamba hatuna Leroy Tchouameni, tamuongoza na Bruno Fernandes. Unamchukua pale Man U, unamchukua Santiago Bernabeu. Tunataka matokeo ya haraka, tunataka matokeo ya chap chap. Kama tunataka matokeo ya chap chap, manake nini? Manake unahitaji mtu ambaye atadeliver, na numbers don't lie. Kwenye msimu tu kwenye ligi Bruno Fernandes kama sikosea na assist 16 kama sio 17 peke yake. Sasa angalia anakuwa surrounded na nani? Striker wake ni Benjamin Sesko mwenye magoli 6 7 kwenye ligi. Striker wake namba 2 ni Joshua Zirkzee. Anacheza na watu ambao sio watu ambao ni clinical, lakini imagine Bruno Fernandes anapitisha zile pasi kwa Kylian Mbappe, itakuwa hatari pale, itakuwa hatari. Sasa pale kuna assist fulani 20 plus kama assist za Ozil kipindi yuko La Liga. Umeona kwa pale Mbappe chini yake anakaa Kopama, anakaa na Bruno Fernandes, lakini huku sasa winga ya huku kuna mtoto anaitwa Diomande anacheza RB Leipzig. Wadau wa soka kama utapata nafasi Bundesliga, sio lazima uende YouTube, ingia hata kwenye page ya RB Leipzig umpost sana, mwangalie mtoto ni mtu hatari, anajua sana mpira. Alafu huku sasa bila kupoteza wasiwasi, huyu ni mchezaji wangu mimi bora wa msimu, Michael Olise, Mr. Nonchalant. Hakuna kwenda kuleta lile battle la Olise na Yamal resha la Liga. Huku tuna Yamal, huku tuna Olise. Japo kwangu mimi in terms of talent tabishana hapo mpaka kesho, mimi namchukua Olise mbele ya Yamal. Productivity in terms of numbers don't lie always, Olise juu ya Yamal. Kwa hiyo mimi kama Jose Mourinho ndo nimepewa pale kiti, kosa yangu itakuwa ni hivyo bwana. Thibaut Courtois tabaki. Umeona namba 2 huku sasa nilikuwa nimemsahau, lakini namba 2 yangu mimi Trent tunamtoa. Trent mimi atabaki kwenye team actually. Kwa sababu team sio kukaba tu. It's a team sport. Kama ingekuwa ni tennis sawa, tunahitaji mtu mmoja kama Rafael Nadal na Novak Djokovic sawa, lakini this is football, it's a team play. Kwa kama ni team play, kwamba sio lazima ukabe tu, nita utilize zile advantage zako ambazo unaweza kuniletea. Trent ni mzuri sana kwenye long balls, na Mourinho anapenda sana zile quick setup, quick counter attack. Umeona, kwa maana hiyo nitamtumia sana Trent kwenye kupitisha mali haraka. Tumekaba pale, tunatumia low block kwenye kukaba, mali imekuja inahamishwa mbele. Umeona, watu ukaba kwa namba 2 tutabaki na Trent, namba 3 tutabaki na Carreras. Namba 3 Carreras ni jambazi. Carreras sio mchezaji ambaye nabarikiwa naye pia. Naweza nikaondoka nikafika hata Merseyside pale nikamchukua Kex, na anaweza kanifaa yule Kex. Yani ni mchezaji mzuri, lakini bahati mbaya amekutana na timu ikiwa hohehahe. Kwa hiyo tunaweza tukamwona kama mchekeshaji. Kwa pale kati tutabaki na Tchouameni atatawala pale. 4 na 5 tunachukua zile partnership za Arsenal. Bana, hiyo Madrid ya Evan Nyema. Mbappe lazima aongoze. Mbappe lazima ka dictator, one of the best players in the world on his day. Lakini ni kwamba tu ni politics, na hana mtu kumcompliment vizuri pale Real Madrid. Vinicius anatafuta naye kuonekana kwamba naye ni mjezi namba 7 pale Real Madrid, lakini sioni kwamba ni mtu ambaye anaweza akacheza vizuri na Mbappe na akapata matokeo. Well, they have their moments kwa sababu they are quality players, lakini ukikutana na a proper team lazima tu utaacha ndala, kwa sababu nyie hamchezi kitimu, mnacheza kutegemea individual brilliance. Individual brilliance inahitajika mahali kwa mahali, sio always. Need individual brilliance, lakini not always. Most of the time, because it's a team sport, ni mchezo wa kitimu, utahitaji a better team to perform at the highest level. Na better team siku zote inashinda. Better team always wins. Tumeongea mengi, lakini Chelsea wamemfukuza kocha bwana Liam. Mimi yule Liam nilikuwa namuona kama ni muigizaji ama director wa filamu. Namna alivyokaa, hajakaa kama mwalimu wa futiboli. Mchekeshaji kwa lugha nyingine wanaoitaga inspa, wale watu wanao kuinspire kwamba nilianza na machozi mpaka sasa hivi bwana mimi nilianza na yai moja sasa hivi na kuku 1000. Jamani, mambo gani haya? Liam Nyema kweli bwana. Chelsea baada ya
kufungwa mechi 5 mfululizo bila ya kupata goli katika hizo mechi 5. Kwa mara ya kwanza tokea mwaka 1984 Chelsea anakosa goli kwenye mechi 5 mfululizo. Mechi 5 mfululizo Migos FC hawajapata bwana Blue Co akasema tunakunjua moyo Liam Reznia mpumzike bwana. Hii ni Chelsea kweli na kikosi kibovu ama ni kibovu Chelsea? Kwa sababu kumbuka ni mwezi wa 8 kama sio wa 9 FIFA World Cup imefanyika mwezi wa ngapi huo? Nyie ndo mabingwa wa dunia actually. FIFA World Cup for Clubs Champions. Nikwambie Ivan, Chelsea wana kikosi cha kwenda toe to toe na timu yoyote Ulaya endapo wakimpata kocha sahihi. Na hicho kitu Ivan tulikiona kwa Enzo Maresca, amefanya hivyo kwa makocha wengi sana. Hajambuli tu PSG, amebuli timu nyingi sana. Mimi sijapendezwa. Amewabuli Liverpool. Sijapendezwa na kauli yako ulivyosema anaweza kwenda toe to toe. Ukisema toe to toe ama wahuni kule London wanasema band for band kina Central C. Ukisema band to band ama toe to toe, Chelsea haendi toe to toe na timu nyingi Ulaya. Tunaweza tu pale England, tunaweza kwenda toe to toe na labda tuseme Man City. Chelsea ameenda toe to toe. Unajua Enzo Maresca twende Migos FC mimi naongelea dhidi ya Manchester United. Hapo kwenye point. Unajua mashabiki wa Chelsea ni kati ya mashabiki ambao wako very delusional. Umeona? Okay. Delusional inamaanisha mashabiki wanajiamini kupita uwezo wao. Sheria namba 1 ya sanaa ya mapigano boxing. Watu ambao wamejifunza sanaa ya mapigano zamani, unaambiwa bwana, sheria namba 1 usijiamini kupita uwezo wako. Sasa Chelsea washabiki wao wanakosa ile. Wanajiamini kupita uwezo wao. Sasa umesema kwamba Chelsea anaweza kwenda toe to toe na timu yoyote. Sasa mimi sikutajii namba 1 Premier League, sikutajii namba 2 Premier League, nakutajia timu namba 3 ambayo ina mashabiki na yenyewe wachekeshaji, Manchester United. Nataka hapa Chelsea dhidi ya Manchester United toe to toe, wachezaji kwa wachezaji. Of course twende. Roberto Sanchez na Lamine Sanchez all the way. Sawa, naweza kukubana na wewe hapa. Sanchez kwa numbers, Sanchez. Kwa unavyoangalia labda maybe team performance utaenda na Lames, lakini numbers zinaongea. Sanchez ana saves nyingi na ana double saves nyingi, yani ni mzuri kwenye saving. Sawa. Malo Gusto kwanza tutoke huko kwenye Malo Gusto, twende kwa kushoto. Twende kwa Malo Gusto. Marco Cucurella na Luke Shaw Beto Carlos. Marco Cucurella na Luke Shaw. Marco Cucurella all day. Ni kweli? Twende kule, chagua Malo Gusto au chagua Reece James. Unaenda na nani? Mimi nataka nimchukue kwa sababu captain Reece James ni miguu ya glass. Muda wote 100. Kwa hiyo tutatoka na Malo Gusto anayecheza. Man U pale beki namba 2 ni vichekesho. Sometimes anacheza hadi Leni Yo. Kwa hiyo tunaenda ni Malo Gusto. Malo Gusto sawa. Kwa mpaka hapo una wachezaji watatu Chelsea. Sawa. Katikati pale sasa Harry Maguire captain, utamsimamisha huyo mbele, utamsimamisha na bwana Tosin. Naenda na Maguire. Partner wake sasa Lisandro Martinez Licha ama beki yako Fofana, Wesley Fofana. Bora Lisandro Martinez. No. Bora Wesley Fofana. Akili nasema Wesley Fofana, mdomo umesema Lisandro. Wesley Fofana ama Lisandro Martinez. Wesley Fofana. Lisandro Martinez amekuwa. Hizi ndio mambo delusions ninazokuambia kwa. Okay, twende kwenye midfielder. Midfield sasa. Babu Carlos Fuentes Casemiro au Moises Caicedo. All day Caicedo. Tumechukua hiyo. Twende huku sasa. Huku Amad Diallo. Ama nani namba 7? Cole Palmer. Mbona unamhamisha Cole Palmer sasa? Basi hetaja mwingine. Mbona unamhamisha Cole Palmer? Pedro Neto. Mbona unamhamisha Cole Palmer? Huku Amad Diallo ama Pedro Neto? Pedro Neto. Kwa Diallo. Pedro Neto. Sawa. Huku sasa Matheus Cunha ama nani anacheza huko pembeni kwenu? Huku pembeni kwetu unaweza ukaenda na Garnacho, unaweza ukaenda na Gittens, unaweza ukaenda na Matheus Cunha ama Alejandro Garnacho. Hapo tutamchukua Cunha. Tutamchukua Cunha. Kumbuka Garnacho ni Manchester United reject. Yaani mchezaji ambaye Man United wamemkataa. Hajamkataa, ameikataa Manchester United. Tofauti. Man United wamemkataa Garnacho. Utasema kwenye comment cut. Man U amemkataa Garnacho ama Garnacho amemkataa Man U. Sawa. Katikati sasa pale. Tuna Bruno Fernandes
Ndio. Huyo mweke na Cole Palmer. Hapo ataamua watu. Bruno Fernandes na Cole Palmer, it's not even a discussion. Numbers don't lie. Quality of football. Wataamua watu. In terms of numbers, in terms of quality of football, Bruno Fernandes is a Ballon d'Or contender. Tokea aje Chelsea. Cole Palmer. Hakuna namba 10 ambaye anamkaribia Cole Palmer. Labda alivyoumia. Ila hakuna alomkaribia. Tunabishana mtu ambaye ana assist approximately 20 assists kwenye Premier League msimu na hizo kafanya Cole Palmer msimu uliisha. Cole Palmer msimu uliisha goli na assist kakimbiza wote. Siongelee goals na assist contribution, naongelea assist kama assist. Assist kama assist. Tukienda G&A hapa kwa Bruno Fernandes tutakesha. Unajua Bruno Fernandes of course ni mchezaji mzuri na mimi pia namuadmire. Lakini katika assist zake 16 ana open space, yani zile open play assist chache sana. Kitu ambacho na kugarantii Bruno anategemea zaidi faulo na kona kupata hizi assist zake 16. Japo hatumshushi kwamba thamani sio mchezaji mzuri. Lakini open play assist Bruno anazo chache. Tunaomba Bruno utupe nyingi ili tukuweke sasa pale wakina KDB, wakina David Silva na wengine. Sasa twende mbele pale. Joao Pedro au Benjamin Sesko? Mimi ni shabiki kulialia wa Manchester United na nitakwambia hapa leo simchukue Joao Pedro. Simchukue Joao Pedro, namchukua Benjamin Sesko. Jambo liko wazi. Benjamin Sesko. Hivi unajua mimi nataka numbers. Kuna wachezaji ambao wanacheza timu kubwa lakini bado hujui clear attributes zako wewe kama striker ni zipi. Je, upo vizuri hewani, upo vizuri mguuni, kwenye kuzima, upo vizuri naomba niambie clear attributes. Nipe clear attributes za Joao Pedro. Nisikilize. Upo vizuri kwenye through ball, upo vizuri kwenye kuiburi ile back four. Umeelewa? Sasa hilo kundi la wachezaji ndio humo tunamweka Benjamin Sesko. Yani clear attribute ya ule mchizi bado sijaiona. Namba 2 mshikaji wangu unajua ni nani? Namweka Victor Gyökeres. Yani clear attribute kwamba huyu striker yetu huyu anafanya nini huyo? Je, huyu anafanya nini? Tumpigie mipira ya cross, tumwekea tuzimie, tumpigie through balls, tumtangulizie na vitu kama hivyo, umeona? Lakini mtu kama Joao Pedro unajua kabisa kwamba huyu ukimpa mali anazima, chini anatembea, ana dribble. Ningekuwa anaweza kuhusiwa kutoa machozi hapa ningelia kwa sababu kinachoongelewa hapa. Kwa tunakubaliana kwamba Chelsea hawezi kwenda toe to toe na timu zote Ulaya. Anaenda na timu nyingi sana. Timu nyingi sana. Makocha, mimi nadhani kocha amefanya timu iwe mbovu. Liam Rezinya alichokipata nadhani anakistahili. Huwezi kwenda mechi 5 mfululizo hujapata hata goli. Kwa timu licha tu kufungwa. Kwa timu karibu kama Chelsea. Huwezi kwenda, lazima watakuchoka, lazima utatimuliwa. Ni mtu ambaye walimwamini baada ya Enzo Maresca. Unajua Enzo Maresca naye alifukuzwa kutokana na maneno alikuwa anayoongea, ni uhusiano sio matokeo ya timu. Lakini sasa Liam Rezinya kwa muda mfupi wa miezi 4 tu ameona hautoshi. Kuna matokeo unapata yatakufanya mpaka ule uhusiano wako na wachezaji waanze kudoubt uwezo wako. Sasa ndio kitu kilichotokea Chelsea. Kumbuka Marc Cucurella amefanya interview, Enzo Fernandez ndo wa kwanza kufanya interview ambayo ilichafua hali ya hewa yote ndani ya Chelsea. Wakaja Garnacho amefanya interview ambayo anaongelea Chelsea kwa mabaya. Cole Palmer amefanya interview ambayo anaongelea hali ya Chelsea. Cucurella amefanya, kiangalia hizo ni figa kubwa sana pale kwa Chelsea. Ni wachezaji wadogo lakini ni figa kubwa, kina Cole Palmer, kina Enzo, kina Cucurella. Umeona? Kitu kama hicho kinakuonyesha kabisa kocha amelikosa ile benchi la wachezaji wake wote, ni kama hawampi ile backup ambao wanahitaji kama kocha. Kwa hiyo wameshindwa kumwamini. Na kama mtu anashindwa kuwa na ile kuaminika na wachezaji wake, yani kwa nini awe mkuu wa benchi la ufundi? Umeona? Kwa hiyo Liam Rezinya tunamtakia bwana maisha mema. Kama utarudi Strasbourg au utaenda Elche kama alivyosema Ivan Nyema, au kama utakuja kuifundisha timu yoyote hapa kwetu Afrika, karibu bwana. Ila Chelsea kwaheri, na sisi tumefurahi bwana. Ligi zinaelekea tamati
Naomba ligi zinaelekea kuisha, ligi nyingi barani Ulaya. Sisi tutafocus na ligi kubwa 5 Ulaya. Bundesliga ama ligi kuu Ujerumani, Bayern ni uhakika kashabeba. Tukienda Italy sasa, Inter Milan naye achekeshi. Au unaona nani anaweza kachukua ubingwa pale Inter Milan? Unajua pale kwa Italy, Inter Milan ni timu nzuri kwa sababu huyo anakuja anagombana mpaka na vigogo wa huko, anakutana na Man City anampa game, anakutana na Bayern anampa game, anakutana na Madrid anampa game. Kwa hiyo ni timu ambayo unaiona kabisa mwenye pumzi. Unajua kule Italy kilichobaki ni kwamba nani mwenye pumzi? Nani mwenye pumzi? Mwenye pumzi mzee ni Italy. Kwa hiyo hii na ukumbuke hapa mdau wa kubashiri ama mwekezaji, ili soko linaitwa outright. Unaweza ukaenda kwenye website yako ya www.soccerbet.co.tz sasa. Naam. Ukachagua pale ligi unayotaka, kwa mfano ligi kuu England. Umeona, ukasema bwana mimi nataka nimpe Manchester United atachukua ubingwa. Man United kuchukua ubingwa ina odi ya 500. Ni odi ambayo inaweza isiwezekane, lakini huwezi jua, lolote linaweza kutokea. Na kibonzo hichi nikupe, kama unamjua kuna mchezaji mmoja yupo Fulham anaitwa Harry Wilson, fundi mali kweli. Anacheza timu ya taifa ya Wales. Unaambia alivyozaliwa akiwa na umri kama wa miezi 18. Babu yake alimuona dugu janja anavyotambaa vile anagusagusa mpira. Akaenda kubeti pound 25, yani kama shilingi 25 kwa kuwes, kwamba mimi mwanangu atacheza timu ya taifa ya Wales. Na unaambiwa Harry Wilson kabla hajafikisha miaka 18 ashaitoka vaa jezi ya timu ya taifa ya Wales. Kwa hiyo lote linaweza kutokea kwenye kubashiri. Ukiwa na beti, jiamini tu bashiri yako. Hicho kibonzo tu nimekupa mdau. Chochote kinawezekana. Chochote kinawezekana, sahihi kabisa. Sasa kwa Bayern, kwa Bundesliga ni uhakika kabisa Bayern Munich anachukua ubingwa. Ameshachukua. Italy tunasema bwana Inter Milano ana pumzi zaidi, anaweza kachukua. Ile unaweza kubadilisha. Wewe mwenyewe unaona. Maneno yetu sio sheria. Maneno sio sheria. Tukija England sasa, mimi binafsi mwanzoni kabla oda hazijabadilika nilishasema hapa Man City anachukua ubingwa wa ligi akiwa Man City na odi 2.50. Lakini kwa sasa kama ni mdau wa Arsenal sasa unataka kubeti kwa vilio, unataka kubeti. Kwa mfano mimi hapa mimi namfuata Arsenal. Kama unaamua kutupa fedha sasa unaweza kumfuata Arsenal achukue ligi ya ubingwa ligi kuu. Mimi namfuata Arsenal. Ndugu zangu wa Arsenal, tunabeba hii. Hela yako ni ya mchezo, mpe Arsenal achukue ubingwa. Kama hela yako kweli ni mwekezaji, naamini sasa hivi Man City atakuwa na odi ya 1.5 na 1.6. Maana ukiweka mzigo wa milioni 1 utapata faida ya 500,000 ama 600,000 kama faida. Hiyo ndo bashiri nzuri ambao unaweza kufanya mwekezaji. Tukienda Spain ama La Liga sasa pale, bwana Barcelona, Real Madrid, Tico de Madrid. Hizo ndo timu tatu ambazo pengine zinachuana kuchukua ubingwa. Bwana Atletico Madrid yupo mbali sana. Ana pointi 57 tu. Haiwezekani. Hapa ni Madrid ana pointi 73 na Barcelona ana pointi 82. Tofauti ya kama pointi 9 katika michezo hii. Bado hawajakutana mara ya pili hao. Na hawajakutana mara ya pili. Kwa katika hizi pointi 9 utapima katika hii michezo 8 iliyobaki. Unamwona Barcelona kidondosha pointi 9 nyingi. Anaweza kadondosha pointi lakini pointi 9. Kumbuka kashatoka UEFA, kwa hiyo katoka UEFA, katoka Copa del Rey, mashindano yameisha. Kwa hiyo kama unataka kubeti salama, beti ya akili, unaweza kwenda na Barcelona. Unataka na Barcelona kuchukua ubingwa. Lakini kama wewe ni shabiki lia Real Madrid, team Ronaldo CR7, unaweza ukaichukua Madrid ukaweka mzigo wako pale, baada anaweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu Spain. Tena pale ndio unakuwa na mchongo mkubwa unaosikilizia. Sasa jambo lingine ile ligi kuu ya Ureno, unaambiwa Jose Mourinho the special one pale Benfica anaweza akaenda msimu mzima unbeaten bila kuchukua ubingwa. Yana anaenda unbeaten lakini bila kuchukua ubingwa. Bwana, hiyo kwa sababu umenawa lakini ujala, ama umeoga lakini mjini ya uwenti. Ndio hiyo sasa. Ligi kuu ya Ureno kwa mwekezaji unaweza kupitia hapo uone, anaongoza ligi ni Portugal, Club Football Portugal, Porto. Umeona sasa namba 2 yake ni Benfica, Club Football Benfica. Umeona, ambaye inaongozwa na the special one Jose Mourinho. Mpaka sasa Mourinho hajapoteza mchezo mmoja, lakini ameacha takriban pointi 6 ama 7 na Porto. Kwa hiyo unaweza ukanawa na usile, usile kama Mourinho kitu kinachomtokea. Kwa hiyo kwenye ligi za Ulaya soko la outright unaweza kulitumia vizuri sana hapa SoccerBet, www.soccerbet.co.tz, ukaishi vizuri. Na hiyo ndio ilikuwa Soka Spotlight ya wiki hii mdau.
Usiache kabisa. Kama ni mdau ambao unapenda kucheza ama kushinda haraka pesa, kuna mchezo wa visual games inaitwa Soka Ligi. Hapo unahitaji sasa usubiri dakika 90 za Arsenal, utapata goli zidi ya bonus au wapate dakika 2 tu. Michuzi hiyo hapo unayo. Mara ya kwanza nilitia buku langu nikasema ngoja niende na Soka Ligi. Mara ya kwanza kabisa tulivyozindua nikakosa. Mara ya pili nikasema wewe usimtania, sieki option nyingi, sieki timu nyingi, nikaweka timu hii moja nikapuna. Kwa sasa hivi ujanja ni kwenda na timu chache. Unaambiwa odds modo steki Gwanga, timu chache mzigo wa kwenda mapema. Afu mapema unaweza unavyoeka unaambia kabisa mtu nyumbani huko bwana, oya weka kabisa maji ya ugali, mboga nakuja nayo. Sokabet, amua ushindi wako.